Atukuzwe ainuliwe mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, na kusalimu kwa jina lake takatifu ambao unaitazama Zumaridi News TV. Mimi ni Yohana Gervas, nipo katika ikulu ya Agano la Saba na nipo na familia ya mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, nikimaanisha mama yake mzazi pamoja na mfalme Zumaridi mwenyewe. Siku leo tutakwenda kuangazia mawili matatu ambayo yalipata kujiri katika sherehe ya uzinduzi wa ikulu, ambapo nyumba na madhabahu ndio ambavyo vilikuwa vikizinduliwa siku ya Jumapili ya Disemba 10 mwaka 2017. Utukuzwe mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua. Bibi wa mataifa, atukuzwe mfalme Zumaridi. Amina. Bibi, nikianza na wewe kwa upande wako, siku ya sherehe ni kitu gani ambacho kwa upande wako wewe binafsi umekipokea au umejifunza au umekiona ambacho ulikuwa haujawahi kukiona wala pengine haukutarajia kukiona? Atukuzwe mfalme. Amina. Mimi binafsi ambacho nimekigundua siku ya sherehe, nimeuona ukuu wa Mungu na mamlaka yake, kwa sababu sijawahi kuona kitu kama hicho. Kwa hiyo nimeona ukuu wa Mungu na uwezo wa Mungu kutukusanyia watu wengi ambao hatukutegemea kuwa nao mahali hapa. Amina. Kipindi ukitokea katikati ya jiji la Mwanza ukiwa unakuja huku ikulu, ulipofika katika eneo la Mkolani, watu walisujudu barabarani, magari yakasimama, huduma za barabarani zikasimama kwa muda. Labda tukio lile ni picha gani ambayo labda pengine linamaanisha au nini ambacho kinaashiriwa pale katika utumishi? Kwa kweli kwanza mimi tukio kama hilo nilishangaa mpaka nikatetemeka. Pale tu mimi, maana mimi nikiona kitu chochote kile kikubwa huwa naona mbele. Mimi baada ya kuona vile niliona kabisa hakika Mungu anavyoniambia kama dunia itende kasujudu juu yako. Mimi hivyo yone ile picha pale moja kwa moja ndani ya roho yangu niyafikiria ni maono ambayo nilikuwa nayaona. Maana Mungu kila wakati wananiambia kama utasujudiwa, dunia itakusujudia, watu watakusujudia. Kwa hiyo nilivyoona ile tukio pale, magari yamesimama barabarani, watu wamesujudu katikati ya barabara, moja kwa moja mimi niliona maono ya mbele. Amina. Tukirudi katika wimbo ambao ulitumbuzwa, ambao ulikuwa unasimulia maisha yako, na mfano ukatolewa kaitwa kitenge ambacho kimechanika mkao ukishona, lakini wewe na bibi wote mlikuwa mnalia kipindi ule wimbo ulipokuwa unaimbwa. Ni vitu gani ambavyo vilikuwa vinawafanya ninyi mlie? Vitu ambavyo vilikuwa vinafanya tulie. Kwa hiyo nakumbuka maisha tuliokuwa nayo. Maisha tuliokuwa nayo mwanzo na maisha tulionao sasa. Unalia machozi ya furaha. Labda kwa wakati ule ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakujia kichwani? Yaani vitu ambavyo ulivikumbuka na kipindi cha tukio likiendelea. Nilikumbuka kipindi nilivyokuwa nashona nguo, nilikuwa nashona mwiba. Nikashangaa hata baba zangu mtoa wapi watoto. Umeleta mwiba, umeleta sandarusi, uzo sandarusi umeleta pale. Kwa hiyo nilikumbuka jinsi nilivyokuwa nashona nguo, najifunga nguo zimechanika, umeona. Nikakumbuka kabisa ni maisha nilikuwa nalia nguo zangu kwenye navaa nguo zimechanika, usiku natandika nalalia pale. Nilikumbuka matukio kama hayo, maana yalinitokea mimi. Amina. Bibi wa mataifa, na wewe kwa upande wako, na wewe pia ulikuwa ukimwaga machozi, yaani kwa upande wako wewe nini ambacho ulikuwa unakikumbuka? Mimi nilichokiona siku hiyo wakati wa wimbo ule, nilifika mbali sana, niliyakumbuka yale mateso niliyokuwa nayo halisia, wakayatoa wale vijana. Nilifika mbali na nikaona Mungu kweli ni mkuu kunifikisha katika neema hii. Leo ninakuwa na hali nzuri kiasi ambacho mpaka watu wananishangaa, na mimi nilipata mshangao na nikapata machozi ya furaha pia. Amina. Mfalme Zumaridi, tukirudi kwa upande wako, wakazi wa Maganzo walipata kuhudhuria wakiongozwa na mwenyekiti wa kitongoji ambacho ulizaliwa wewe, Bwana Sebandekero, lakini pia wakiambatana na Nela Mataba, ambapo walisimama katika jukwaa pale wakapata kutueleza mawili matatu yale ambayo wanafahamu kuhusu wewe na yale ambayo wamejifunza kuhusu wewe. Je, kwa sasa hivi unapata taswira gani kama hata kesho ukienda kule Maganzo labda kutembea, unahisi unaweza ukapokelewa vipi, labda ikitofautiana na ile awamu ya kwanza? Kwa kweli nitapokelewa vizuri zaidi ya mara ya kwanza, kwa sababu ulikuwa unasikia tu kwamba Diana iko hivi na hivi, ameinuliwa, amekuwa mtu mkubwa, anasujudiwa, kwa nasikia tu. Lakini sasa wamekuja wenyewe wakajionea. Na wengine miongoni walikuwa waamini, walikuwa wakielezwa na watu walikuwa waamini kabisa. Lakini baada ya kufika mahali hapa, tukio zote wameliona, nyumba wameziona, maisha wameona, watu nao waongoza wengi wamewaona. Kwa hiyo nikija kwenda tena kwa mara nyingine, naamini kabisa watanipokea vizuri zaidi ya kwanza, kwa sababu wameona usamani wangu. Okay.
Bibi wa mataifa, labda wewe ulijisikia furaha kiasi gani rohoni mwako baada ya kuona watu wa kule nyumbani ambako wewe ulipokuwa unaishi wameweza kuhudhuria katika sherehe, tena wakiwa na furaha na wakaongea sana vitu vizuri katika sherehe? Mimi nilimshukuru Mfalme Zumaridi kwamba amefanya kitu kikubwa sana. Wale jamaa na ndugu wa nyumbani wamekubali. Yaani walikubali kabisa, nilishuhudia kwamba wanakubali 100% kwamba huyu anastahili kuitwa mfalme. Kwa hiyo nijisikia amani ya kwamba hata nyumbani sasa wametambua uwepo wa Mungu ndani ya Mfalme Zumaridi. Amina. Mfalme Zumaridi, tukiangalia katika watu ambao walifanikiwa kuzungumza, kuna mtu mmoja alipanda pale madhabahuni akapata kuzungumza kwa habari ya kwamba itafute network kwa zamu yako. Lakini watu tulibaki na mkanganyiko, hatukumuelewa mtu yule ni nani. Huyo mtu alikuwa ni mchungaji. Alikuwa ni mchungaji ambaye tulikuja naye kutoka Maganzo, tukaja naye mpaka hapa Mwanza kwa baada ya kufungua kanisa. Umeona, kwanza nilianza mimi nikatangulia kufika. Baadaye kwa sababu mimi nilikuwa sijajua bado kuhubiri. Nilikuwa naponya tu watu, nilikuwa nikiombea wanapona, na Mungu anawafungua kupitia mimi, lakini ule uwezo wa kuweza kusimama na kuhubiri kanisani kwa kweli bado sijaupata. Umeona, nilikuwa sijapata uwezo wa kusimama. Kwa hiyo nikawaita wale nilikuwa nao Maganzo. Baadaye mimi nilipokuja kama kumhudumia yule mtu, wale waliokuwa wamejikusanya mahali hapa, wakadai tuweke kanisa. Kwa hiyo nikawaita wale ambao wanaweza kuhubiri. Mimi nilikuwa naombea tu watu wanafunguliwa, wanapona. Ile kusimama kupreach nilikuwa siwezi. Umeona. Kwa hiyo nilipowaita wakaja hapa. Baada ya kuja wale watumishi wa Mungu walikuwa wawili, Moses pamoja na Bwanchi na Yesu masuala ya ibada hapa. Baada ya kuja hapa kwa kanisa likawa kubwa, watu wakawa wengi sana. Sasa wale watu wakawa na base sana kwangu mimi, muone kwa baada ya kuwahudumia. Kwa sababu shuhuda nyingi zilikuwa zinatokea kupitia upande wangu mimi. Nikiombea watu wanapona, nikiombea watu wafunguliwe. Kwa wale watu wengi, yani zabu tatu ya kanisa kwa nielemea mimi niwahudumie. Kwa hiyo ile kaka pamoja na mwenzake ambaye ni Moses wakainua vita kubwa sana juu yangu mimi. Waliinua vita kubwa ya hatari mpaka utaka kuniua. Huyu aliyesimama Jumapili hapo alishiriki kuchukua mtandio kuninyonga mimi kwamba nife. Lakini bila kuna mwenzake pale akauvuta mtandio kwa nyuma hivi. Umeona? Kwa hiyo ni watumishi ambao niliambatana nao kutoka Maganzo, nikaja nao mpaka mahali hapo nikafungua kanisa. Baadaye wakaniinukia na kunifukuza na kuniambia skendo za ajabu ambazo hazifai kabisa hata mtu kuzisikiliza. Unaweza kujua kabisa hawa wamepanga hiki kitu. Wakanisukuma, wakanifukuza, wakanitupa nje, nikaanguka, nikaanza kulia ovyo, nikatembea peku. Mtu mmoja tu nige kikao kwa watu kama 60 wazee wa kanisa. Mtu mmoja nige kikao akanani. Akasema haiwezekani. Huyu dada haiwezi akafanya mambo kama haya. Nyinyi ndio mnayafanya. Kwa hiyo mtu mmoja ndiye alisimama kwa msaada wangu mimi, tukaondoka naye. Mimi nikaenda tembea peku, viatu nimeacha mle ndani, ameshanisukuma, amenitupa huko nje, amenipiga mateke. Kwa hiyo mtu mmoja akawa msaada wangu, nikaendelea mpaka kwake, nikaenda nikaishi kwake. Umeona? Kwa hiyo mchungaji ile siku alikuwa anajiproud tu. Umeona? Kwanza mimi nilijua nakuja kuomba rehema na mbele za Mungu. Ndivyo nilivyojua kama baba akishika maiki ataomba msamaha kwa yale ambayo mimi alinitendea. Lakini akaanza kuongea tu vingine, anajua kama yeye anajua sana kuhubiri. Mimi nikamshangaa, mimi nitoke matatubu pale makosa alionifanyia, mara yeye ndio alikuwa wa kwanza kutembea tindikani kunimwagia. Na ananiambia kabisa nikikuona popote penda kumwagia tindikani na natembea nayo. Nitakumwagia petrol, na nikigundua naishi nyumba gani kuja nimwagie petrol hiyo nyumba huyu. Kwa njia ya message, kwa njia ya simu. Mke wake alinichafua mpaka Maganzo huko, maana anajua kama nikitoka hapa nitarudi Maganzo. Maganzo pale siniacha watu. Mke wake akatupa matusu wake wote wale, maana yule kaka alikuwa anamuita kama ni Moses. Na wale na yule mwenzake alikuwa na mke. Na yule alikuwa na mke. Kwa wale wake zao sasa kwa kweli walituma mashambulizi machafu sana Maganzo, kusudi Maganzo nikienda nisipokelewe. Nionekane malaya, nionekane taila tu, nionekane ni mchafu. Kwa hiyo walitanguliza matusi hata mama huyu hapa, mama alikuwa anajaja Mwanza. Wale mambo ndio yaongea mama yangu hapa anayajua. Yakatangulia kule maneno machafu sana. Lakini wala wakule wasema kwa anajua mimi jinsi nilivyo, hawakubaliana na maneno. Wakasema kama mmemshindwa mama yetu kwa kipindi cha mama, turudishieni mama yetu. Maana yeye ndio kwa atulea hapo, kama mmeshindwa kaanaye basi turudishieni. Na kweli baada ya kwenda Maganzo kule nililia sana, maana nilikuta uchafu hali ya juu imetapakaa, msimpokee huyo. Mzinzi, sijui nini mchafu, msimpokee. Yaani mambo mabaya waliongea kwa kweli. Okay.
Sasa Mfalme Zumaridi, tayari Ikulu imezinduliwa. Nini maono ya mbele, yani dunia tutarajie nini ambacho tutakiona kupitia Ikulu, kwa sababu ni jambo ambalo limeanza hatua ndogo ndogo mpaka hivi madhabahu imejengwa, nyumba imejengwa. Nini lengo la Ikulu hii hapa? Lengo la Ikulu hii, yani dunia yani wenyewe watazamie mambo makubwa sana ambayo Mungu kwanza, kwa sababu Mungu huwa kwanza anasema na mtumishi wake. Kwa mfano hii nyumba, Mungu sio kwamba tu nyumba tumejenga tu holela, hapana. Mungu amesema na sisi nyumba tangu mwaka 2012. Unakumbuka baba? Nakumbuka vizuri. Mwaka 2012 tuko kwenye chumba cha maombi, tupo mlimani. Tunafanya maombi ya kuombea dunia nzima, Mungu aokoe watu ambao wamechukuliwa msukule. Mungu alianza kanifunulia hii nyumba kama taishi nyumba ya hivi kubwa nzuri yenye korido yenye ngazi hivi ilivyo. Muone Mungu alisema na sisi. Lakini mimi nilijua kwamba Mungu atanipa nyumba hii baada ya labda kina Steve kutoka, labda kina Michael kutoka, labda tutapata maisha haya. Sikutegemea mimi nilikuwa naishi kwa mtu, sikutegemea kama mwaka 2012. Mungu alivyoniambia nikajua mpaka Mungu atende makubwa, arudishe watu labda leo tukua msukule ndio tutapata ya maisha. Lakini nimekwenda ndivyo sivyo. Mungu amenifunulia, ameonyesha maisha mazuri kabla Mungu hajatoa wale watu. Unaona? Kwa dunia wategemee makubwa ambao Mungu aliyokuwa anaendelea kusema na mimi, na mpaka sasa anaendelea kusema na mimi kwa habari ya dunia. Maana Mungu amenileta mimi hapa duniani kwa habari ya kukomboa wanadamu. Kuwaokoa wanadamu dunia nzima, sio tu kwamba chini Dar es Salaam tu au Mwanza au labda Mtatu yupo pale Iseni au Nyamagana, hapana. Mungu ameniita kwa habari ya dunia yote, ujue ukweli wa Mungu. Amina. Ni takriban zaidi ya mara 2 nimeshuhudia ukiwa unaapa kiapo tena kwa kutoa machozi ya kwamba ikiwa kama wewe Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, maana sio Mungu tu, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi akatumba si wote vinavyoonekana na visivyoonekana, kama hayupo ndani yako wala hajakutuma ufe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, nasimama hapa ili nitazame anga vizuri. Kama haujanituma, natumia akili yangu au chawi au mizimu au na kadhalika, naomba nife. Kama natumia mzizi, nakuja tena. Kama natumia uchawi, Mungu Baba uliyeumba wanadamu wote chini ya jua, naomba nife. Hata hapa nipige radi kauke nife, au nikienda kulala ndani niamke maiti. Kama hautanituma, nadanganya roho zako, nazipeleka jehanamu ya moto kwenda kuungua. Mungu naomba nikatilie mbali, naomba nife, nikatike kabisa nisiamke, nife. Na kama umenituma Baba, kama umenipaka mafuta Mungu, hata leo na uwezo kumwangalia mwanadamu nikamsoma kwa utumbo wake ulivyo. Hata kama ameathirika, namwambia hata kama mnene kama mimi, damu yako chafu Baba, na niishi. Kama Baba natumia uchawi, nife, niue kwa dizaini yoyote, nikaushe, nife Baba, maana napoteza roho zako Baba. Kama umenitokea na kunituma niongoze kazi yako katika ufalme, na niishi milele. Huwa napenda tena kutamka hiyo kauli kusema najiamini. Najiamini asilimia zote kama Mungu amenituma. Sina ujanja wote, sina uchawi, sina kitu chochote kile. Kama ningekuwa na ujanja, uwezo kamzi yake Mungu unakufa. Unamkumbuka kuna yule baba aliyetamka kama Zumaridi na Mungu nife. Unakumbuka? Sipaka picha zake unazoma kama alikufa kabisa. Alisema kama Zumaridi na Mungu, basi naomba mimi nife. Unaona? Tena nife kesho. Alisaitamka mwenyewe, mimi nikiwa nyumbani sijui hilo na lile. Lakini kesho yake asubuhi mtu akafa. Unaona? Kwa najiamini asilimia zote nina Mungu. Sina mzizi. Sina, huwa napenda kutamka hii kwa sababu watu wengi wanasema mimi ni mchawi. Watu wengi wanasema kama mimi natumia Freemason. Mimi natumia zina toa kafara. Hivi mambo mengi ambayo unanituhumu wanadamu ambao kitu ambacho hawakielewi. Unaona? Na ndio mimi napenda kutumia kauli kama mimi sina Mungu. Kama Mungu hajanituma leo zuma mbingu na nchi aliyeumba wanadamu wote duniani. Kama hajanituma basi Mungu anikaushe hapa madhabahuni. Anipige radi hapa nikiwa naongea nife. Au nikilala niamke nimekufa. Lakini nikiamka tena mzima,
au nikitoka madhabahuni mzimu ndio nimetumwa na Mungu na Mungu ndani yangu na 100%. Tofauti sasa, kuna kitu kimoja, labda tutoke mada kidogo nje ya sherehe. Kanisani umekuwa na watumishi wengi, maana hata kwenye zawadi manabii waliruka watu zaidi ya 100 ambao ni manabii, si wana maombi, wakainuka tena watu wengine wengi. Tumekuwa tukizoea makanisa mengine au sehemu zingine kwamba mwenye kanisa ndio nabii, kwamba yeye ni nabii. Ina maana kama ndio nabii, wengine ni wafagia kanisa. Kwa nini wewe kwako inakuwa iko hivi? Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa maswali yako mazuri sana. Yatawafungua wanadamu fahamu zao. Kuwa na manabii wengi ni kwa sababu unajua kama una Mungu ndani na unaongoza kundi la watu wanadamu, lazima utawaambukiza ulichonacho. Lazima utawaambukiza kile ulichonacho. Tukienda kidogo nyuma kidogo kwa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa nabii. Alikuwa mtume. Alikuwa na vitu vingi vya kimungu ndani yake. Kwa kundi lile alilokuwa analiongoza, unaona, walitokea manabii, aliwainua. Na sio kwamba alikwenda kusomea ule unabii. Sio kwamba alikwenda kulipa ada ule unabii, hapana. Ule unabii aliyokumbeba Yesu Kristo aliwaambukiza kupitia mafundisho alikuwa nayo. Umeona? Akawaambukiza mitume kama nabii, mitume kama mitume, wakawa na nguvu ya Mungu, wakawa na watumishi wakubwa, wakatenda makubwa, lakini yale matendo yote yaliyotoka baba yao kiongoza mbele Yesu Kristo. Hata tukienda juu ya Ibrahimu alizaa watoto wengi kama nyota za angani. Alizaa watoto wa kiroho. Wewe mali ambayo utazaa watoto wengi kama nyota za angani. Watakuwemo wafalme ndani watoto wako hao Ibrahimu. Watakuwemo makuhani. Na pia na wengi na manabii. Na kweli Ibrahimu alizaa makuhani. Alizaa mitume, alizaa watumishi wengi mbalimbali. Kwa sababu ufalme wa Mungu ulikuwa ndani ya Ibrahimu. Kwa kama ufalme wa Mungu uko ndani yako, lazima kutoambukiza wale unaoongoza ufalme ule ndani yako. Mimi leo nina ufalme wa Mungu ndani yangu, najiamini 100% hadi ni % na ufalme wa Mungu ndani yangu. Kwa wale wanaoongoza kama katika ile utakatifu lazima waambukize. Unaona? Wakiwa watakatifu wakifuatia mafundisho kwa ufasaha zaidi na kwa kusimama kutokuchanganya dunia na Mungu. Lazima Mungu awadondoshie kichoko ndani yangu, atawapa. Umeona? Bibi wa mataifa, nirudi kwako kwamba pengine imezoeleka kwamba kwa sababu wewe ni mama wa mfalme, labda pengine tunategemea ungekuwa unashinda ikulu na kula raha, kwamba haufanyi kazi yote. Lakini licha kwamba wewe ni mama wa mfalme na licha ungekwenda unakesha kwenye maombi labda kuanzia kwa mfano pale kanisani kuanzia labda saa 1 za asubuhi mpaka saa 7 za mchana, na pengine labda watu wamezoea kwamba labda kwa mfano mtu umefanikiwa kuzaa chema kwamba wewe utakuwa umepumzika, unakula matunda ya kwamba mimi nilishahangaika huko mwanzoni, sasa hivi sifai kuhangaika. Ni kwa nini unaendelea kutaabika kwa kutafuta uso wa Mungu? Asante mtumishi wa Mungu. Mimi kinachonifanya nitaabike ni ile roho yangu kuihurumia. Maana Mfalme Zumaridi amekuja kutuchukua, kutukomboa. Tufuate sheria zake na mapenzi yake na maelekezo yake. Kwa jinsi ya mimi kujikwamua roho yangu kushikamana na roho ya Mfalme Zumaridi, lazima niwe muombaji, lazima nikubali sheria zake, lazima nishuke chini kwa sababu yeye amekuwa mzazi wangu katika ulimwengu wa roho. Sasa mimi yeye hafanyiki kama mwanangu. Yeye amefanyika kuwa Mungu wangu aliyeniumba. Nifuate sheria za kiungu, sio sheria za kimwili. Amina. Kwa kumalizia, Mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua. Pia kuongezea huyu kila mtu anakwenda na roho yake katika ufalme. Huyu amecha ndugu mbinguni. Huyu asipoisimamia roho yake kuisimamia iende mbinguni sehemu salama, anaweza kaenda motoni. Maana akili zake timamu. Muone. Kwa lazima yake amtafute Mungu kwa zamu yake. Ili roho yake iponye iende katika ufalme wa Mungu. Sio kama eti mimi sasa nimefanikiwa ndio apoteke simtafute Mungu. Anaweza katokezea jana, akatokezea kuzimu. Kwa lazima yake roho yake aisimamie yeye kama yeye. Amuombe Mungu yeye kama yeye. Aombe kazi ya Mungu, ajipendekeze kwa Mungu na Mungu naye pia mbe nafasi kuishi ufalme wa Mungu. Amina. Mfalme Zumaridi,
Kwa kumalizia kabisa kwamba tayari Ikulu imezinduliwa, tumeona mengi yamepata kujiri, watu tumekuwa na furaha, lakini pia naamini kuna vitu vikubwa vya katika ulimwengu wa roho ambavyo ulivipanda ndani yetu sisi ambao tulihudhuria, weza kwa kuja kwenye sherehe moja kwa moja au hata yule aliamini kwa kutumia kutazama kupitia YouTube. Labda ni mambo gani ambayo tunatakiwa tuyazingatie ili kusudi furaha ile ambayo ilipandwa siku ile ndani yetu isiondoke na ituletee faida katika maisha yetu? Yaani mambo ambayo mnayotakiwa myazingatie ni kuzingatia kuishi katika hali ya utakatifu, ili kila ambacho Mungu Baba ndani ya mwana tukiweka ndani yenu kisipotee. Maana unaweza kwenda ukapokea kitu cha kimungu ukajichanganya, ukaenda kinyume, ukawa mzinzi, muongo, tabia za kidunia zikawa ndani yako. Lazima kila ambacho Mungu ameweka ndani yako kitaondoka. Maana yale yote unayoyafanya sio mapenzi ya Mungu, ni mapenzi ya shetani. Kwa hiyo Mungu lazima atakunja mikono yake. Lazima yake na wewe lazima yake kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako hautakiona kwa macho, kwa sababu uone mafanikio, utia kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako, uone baraka, labda ufanikiwe kama labda Zumaridi au zaidi ya Zumaridi. Hauwezi kufikia kwa sababu kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako haujakitunza. Kwa lazima yake ukitunze kwa unyenyekevu mbele za Mungu, kwa utiifu wote, kwa kusikiliza muongozo unaopewa na kiongozi wako ulioko mbele yako, kwa kuacha dhambi na dunia nzima, kuna dunia kwa ujumla unaiacha. Maana ukate dunia sio dunia kuikimbia, matendo machafu sio mpendeza Mungu unayaacha. Ulikuwa mlevi unapaswa kuacha, ulikuwa muongo unapaswa kuacha, ulikuwa mzinzi unapaswa kuacha, ulikuwa msengenyaji unapaswa kuacha. Yaani mambo yote ambayo ulikuwa nayo kipindi hapo hujapokea kile vitu unapaswa kuyaacha kusudi uwe karibu na uso wa Mungu. Mbona Mungu atazidi kukiboresha kitu ambacho umekipokea kwa wakati ule, na utakuja ukishuhudie, na maisha mazuri utayapata. Muona, utayapata kwa sababu umejitenga na dunia. Kwa kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako dakika kitu bila kuonekana, kitaonekana siku hadi siku utakishangaa, utaona mwanga mkubwa katika maisha yako. Lakini lazima kama ufanye sheria za kimungu. Lakini umepokea leo kitu ni sana, mtoto anamuosha, baadaye dakika 5 amejinyea. Unamuosha dakika 5 amejinyea. Hauwezi ukapata kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako, kitachafuka, kitaharibika, kitateketea. Utashangaa yule ambaye amekitunza, utamwona mwenzako anainuka, anaboreshwa, Mungu anazidi kumuinua akawa mtu wa ajabu hapa duniani, kwa sababu vitu vya kiroho alivyopokea amevitunza. Na amekuwa na adabu ya kimungu na heshima ya kimungu na utii na hekima na busara za kimungu zilizokuwa ndani yake. Amina. Basi niwashukuru sana Mfalme Zumaridi pamoja na mama mzazi wako Ushindi Metusela, mbarikiwe sana. Mungu aliyomo ndani yako Mfalme atubariki sisi sote kwa ujumla. Nikushukuru sana kwa kuitazama Zumaridi News TV. Nilikuwa na Mfalme Zumaridi pamoja na Ushindi Metusela ambaye anajulikana kwa jina la Bibo Mataifa yote hapa duniani, ambaye ni mama mzazi wa Mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua. Na hayo ndio ambayo tumebahatika kuyazungumza siku ya leo, lakini kikubwa amedokeza kwa habari ya watumishi wa Mungu ambao walikuwa wamesukule, Mungu amewarudisha, akiwemo Steven Charles Kanumba. Hivyo tutaanza kuliangazia swala hili ili kusudi upate kuelewa kinagobaga, kwani pengine limekuwa likikupa stofahamu katika ufahamu wako. Mimi ni Yohana Gervasi kutoka katika Ikulu ya Agano la Saba, Bugugu mkoani Nyamagana, Mwanza, Tanzania. Nikutakia utazamaji mwema wa matukio mbalimbali ambayo yanajiri kupitia youtube.com/ZumaridiNewsTV. Bye bye.